yaliyopita kwenye Hatma. Mwenyezi Mungu amesema kwamba kila penye ugumu basi pana wepesi. Karimu atakuwa ameenda wapi? Wewe unafikiria nini? Kila kitu kitakaa sawa. Na kuelewa shemeji. Karimu ameoa. Ni aheri ukweli unaouma kuliko uongo unaopumbaza. Anzisha patiki la maana. Na nilikuwa nafukutika ndani ya moyo wangu kwa sababu nilikuwa nashindwa naanzia wapi kukuambia. Kumbuka hata sheria za dini zinaruhusu kuoa mke zaidi ya mmoja. Umpendi mume wako? Hii hali itamtesa sana Zainab. Hatma, kila chaguo lina gharama. Sasa kama unampenda mume wako, kwa nini umwache na mwanamke mwenzio? Kwa nini umwache enjoy maisha na mwanamke mwenzio wakati wewe umetoka naye toka chini? Watu tunakujua, tunakuona ukihangaika. Wanawake wa siku hizi wamekuwa hawaeleweki, wamekuwa na tamaa. Nikwambie kitu Zainabu, wanawake wa sasa hivi ndivyo walivyo. Wanaingia kwenye ndoa yako kupoteza amani yako. Usikubali kupoteza ndoa yako eti kwa sababu kuna mwanamke tu anaamua kutoka alikotoka na kurupuka kama chapya anaingia kwa ndoa yako. Koma mama, mkomeshe tena. Stop kadi hizi 3. Wanaume wa sasa hivi hawataki kulelewa hivi kinyanyanyanya. Mwanaume anahitaji kuchangamshwa, achangamshwe na achangamke. Wewe Zainabu umezidi. Wewe wapi? Kungu wako nani? Mdawati. Yaani wewe una bahati ni rafiki yangu, lakini leo ningekukata makofi. Najua moyo wako ni mzuri sana mume wangu, na hili ndo ambalo limenifanya mimi nikupende wewe zaidi. Lakini kadri tunavyozidi kufanya haya mambo kwa siri, ndivyo ambavyo mambo yanavyozidi kuwa mabaya kati yetu sisi wote. Nakuelewa mwanamke wangu. Naomba nikuahidi, nitakusanya ujasiri wote kuhakikisha naweka hii hali na kuwa sawa. Najua kwamba hii hali itamtesa sana Zainab, lakini ni vyema yeye kupata nafasi ya kufanya maamuzi yake mwenyewe. Inshallah. Naamini ukifanya hivyo, amani itarudi kwetu sisi sote, na hata moyo wangu utafunguka zaidi. Asante sana kipenzi changu. Hakika wewe ni baraka maishani mwangu. Utanifanya nivimbe kichwa. Karibu kutaka kuumisha moyo. Kambi yangu sasa. Imeanza. Umesisi bwana. Salama. Sikutegemea kama Karimu angeweza kunifanyia kama hivi. Kaka, ndo kaishafanya, unafanyaje? Mimi na watoto wakubwa tayari. Utawaambia hivi, baba yenu ameamua kuoa mwanamke mwingine. Mimi nimepitwa na fashion. Mimi tena fashion ya zamani. Wewe Zainabu una akili wewe?
Nikwambie kitu, zama za kulia zinaisha. Futa machozi, futa kwanza machozi ndio tuongee. Umefuta machozi. Karimu unampenda umpendi? Nampenda sana. Unampenda. Unataka kuokoa ndoa yako. Usilie. Unataka kuokoa ndoa yako. Sasa hakikisha Hawa anaondoka. Hapo ndo tunapogombana. Kwanza wewe unadhani kwanza kwa salama gani? Nyamaza. Sijataka wewe uendelee kulia. Lengo langu mimi kukwambia hapa ni ujikaze na kuchukua hatua mapema. Zainab, mimi nakupenda. Kwanza kwa Hawa gani? Huyo Hawa hana anachokuzidi hata kimoja. Labda anakuzidi hilo umbo lake tu, lakini hana chochote hata kwa umbo lenyewe. Wewe mwenyewe ukilitaka unalipata, si vigo vipo? Wala usihangaike, usilie, wewe bado mrembo tena mzuri. Unalia kwa sababu gani? Nyamaza. Salama. Hili jambo ni gumu sana. Sio jepesi kama unavyofikiria. Naumia. Haya, unaumia, tunafanyaje? Nachanganyikiwa. Karibu angeniambia, unajua. Alafu angekwambia ulifanya nini? Ningemwelewa. Alafu kaambia Mungu kaoe mke wa pili. We mbona mjinga? Basi rafiki yangu. Najuta hata kukwambia. Nilijua hata nisingekuambia. Salama. Acha tubidi. Sasa unaendaje katika hali hiyo? Tajua cha kufanya. Hivi maisha hapa nyumbani hapo vipi? Hali bado ni ngumu mama, ila tunaamini Allah atatufanyia wepesi. Mwanangu, kumtegemea Allah ni jambo zuri sana, maana Mwenyezi Mungu hutaka tujitahidi sisi wenyewe. Subra haimaanishi ukae bila juhudi mwanangu, na usimtegemee sana Shabani kwa kila jambo. Sawa mama, nitajitahidi. Alafu mama, nilikumisi sana. Mimi pia zaidi yako mwanangu, ndio niko hapa sasa. Mama, unaweza kuja kukaa hapa na sisi kwa muda, japo kwa kipindi hichi ambacho tunapitia hali ngumu? Inshallah mwanangu, lakini ngoja kwanza niongee na Ibra. Akiniruhusu nitakuja. Mama, Ibra si mtoto wako, kwa nini muombe ruhusa? Ni kweli Ibra mtoto wangu, lakini kama unavyojua sasa hivi Ibra ndo kiongozi wa nyumba, na dini yetu inasemaje? Kiongozi lazima heshimiwe. Kwa hiyo kama mwanaume ni kiongozi na anapaswa kusikilizwa, hiyo inamaanisha mimi natakiwa nimsikilize Shabani hata kama sijakubaliana naye jambo? Mariam, mbwa utii kila anachoambiwa bila kuhoji, hata kama kikiwa kinaumiza. Lakini mbwa mwitu wanaheshimu kiongozi mwenye hekima, na kama kiongozi hana hekima na busara, basi wanamtoa na kuchagua kiongozi mwingine. Kwa hiyo mama, unamaanisha nichague kuwa mbwa mwitu na sio mbwa?
Na mwanangu, chagua kuwa mbwa mwitu mwenye heshima pia, lakini mwenye hekima, ambaye anaweza kuchagua jambo sahihi. Mume wangu, hivi unajua kwamba umenikosea sana? Hizi siku ambazo wewe ulikuwa mbali na mimi, nilikuwa nakumisi sana. Huyo ulishaniweka mbali sana, nikajiuliza nimekukosea vipi, saa ngapi? Lakini hata kwangu ni hivyo hivyo. Wazamini, yani sikuwa sawa kabisa. Na tena mimi ndo napaswa kukuambia wewe kwamba umenikosea sana. Yani kiukweli sikuwa na amani kabisa, mke wangu. Wanaweza kusema wewe ndo umenikosea mimi zaidi. Kwa kunifanya nikumisi kiasi hicho. Kweli. Unituandikia mate wote tuko hapa. Pokea simu yako, inaweza kuwa ni ya muhimu. Hapana, huyo ni Jamal, mdogo wangu. Nitampigia asubuhi. Na vipi kama ni simu ya dharura? Mke wangu, kama itakuwa ni dharura, basi atapiga tena. Sasa hivi sitaki mtu yoyote ale wakati huu wala muda wetu. Ni muda ni wangu mimi na wewe basi. Ndivyo usemavyo mume wangu, ila hakikisha kwamba kesho asubuhi na mapema unampigia simu. Inshallah. Kesho asubuhi cha kwanza kufanya ya kumpigia simu. Haba sasa mtu mwingine wote asidanganye. Mume wangu. Naam. Mama alikuja leo mchana kutusalimia. Vipi? Anaendeleaje kwa sasa? Yuko salama alhamdulillah. Lakini mimi nilikuwa na wazo. Naam. Kwa kipindi hichi ambacho mama yako yuko hospitali, kwa nini mama asingekuja kukaa na sisi hapa? Angalau tusijiswe apweke sana.
Au mke wangu, ili halihitaji majadiliano. Mama yako ni mama yangu pia, na ana haki ya kuwepo hapa muda wote anaotaka. Hivyo mwambie aje, kwa sababu hapa ni kwetu sisi sote. Asante mume wangu. Nilikuwa na wasiwasi kwamba ungekataa au usingependa mama kuwepo hapa kwa kipindi chote hicho. Mariamu, mama yako ni mama yangu pia, na ana haki ya kuwepo hapa muda wote anaopenda. Tena uwepo wake ni baraka kwetu, hasa kwa hiki kipindi kigumu. Mwenzangu vipi? Mbona umekunja sura kama unalazimishwa kuolewa? Kulikoni? Yaani mwanamke unashindwa kujishikilia wewe. Yaani kimekupata nini mpaka ukaende ukamwambie Zainabu kwamba Karimu kaongeza mke wa pili? Hivi Sadala, haya kosa langu mimi hapo nini? Kosa langu mimi hapa Salama nililolifanya ni lipi hasa? Kumwambia mwanamke mwenzangu kama mumewe kaongeza mke? Yaani kimekupata nini mpaka ukaende ukamwambie Zainabu kwamba Karimu kaongeza mke wa pili? Yanakuhusu nini? Kwa hiyo umeajiriwa kuwa msemaji wa wanawake wote duniani? Mambo ya Zainabu na Karimu ni mambo yao binafsi, sisi hayatuhusu. Kwa hiyo unaingilia mambo ya watu. Yaani mfano wakigombana wale, wewe unapata faida gani? Wakiachana utaweza kutunza watoto wake? Mama, kweli wanaume wote wajinga wallahi. Unasemaje? Kwa mimi mjinga? Sina maana hiyo. Mimi mjinga? Umesema wanaume wote au mimi sio mwanaume? Sijamaanisha hivyo sana. Yaani sijamaanisha hivyo kabisa Sadala. Hivi mimi kosa langu liko wapi hapo, nataka nikuulize. Kosa langu ni nini? Yaani kama nimefanya kosa kubwa hapa ulimwenguni hapa duniani, nimeichukua dunia nikaipandisha juu nikaishusha, nikaipandisha nikaishusha. Yaani unataka kunihukumu kana kwamba mimi nimefedheheka kama nimefedhehesha mtu. Sina kosa nililolifanya. Nilichokifanya ni haki ya kumtetea mwanamke mwenzangu ambaye nilimuona anadhalilika, anafedheheka, anaaibika na hana chochote cha maana. Ndio maana nimemwambia Zainab Karim kaongeza mke wa pili. Kama kosa langu ni hilo, mimi kuwa msemaji wa wanawake, basi nitakuwa msemaji wa wanawake duniani. Nimekuwa msemaji wa wanawake duniani, ulimwenguni kwa ujumla. Salama, nisikilize Salama, iwe mwanzo na mwisho. Sijui unanielewa? Kwanza, dini yetu inakataza kabisa umbea na fitina. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasikitika kuwaona kundi la wanawake kubwa ndio liko motoni. Unajua sababu ni nini? Sababu ni umbea. Yaani umbea umekatazwa, utaenda kuchomwa uwe kuni kwa ajili ya umbea wako. Wewe ndio. Sadala, mimi wanachoma moto. Ndio. Yaani Sadala, umeona haya tukizungumza kidesign ya kidunia hii. Yaani umeona mimi sintokuelewa mpaka uingie kwenye dini. Haya nataka nikuambie, hii dini yetu sawa inaruhusu mwanaume kuoa mwanamke zaidi ya mmoja. Ni sawa. Lakini je, inaruhusu siri? Inaruhusu ndoa ya siri? Na kuuliza. Wewe unaona mimi ni shida sana kumwambia Zainab? Haya Zainab, mimi ndo nishamwambia. Nenda kajitafakari upya Sadala. Kama unaona nimekosea, nimefanya kosa, yani mimi nimefanya kosa, nimehangaisha mdomo wangu kumwambia Zainab, nimemfedhesha, basi utajua mwenyewe. Ndo nishasema huna la kunifanya, haki ni sawa. Haki sawa. Sawa. Haki sawa kwa wote. Unataka kufanya nini? Haki si sawa. Wewe Sadala unataka kufanya nini? Haki ni sawa. Unataka kufanya nini Sadala? Haki sawa kwa wote. Wallahi wabillahi watallahi. Fanya unachotaka kukikusudia. Yajayo kwenye Hatma.
Kiukweli Shabani, hali ya nyumba inanitia wasiwasi sana. Kumbukumbu yangu inaniambia Kalimu ni mtu mmoja mpole, ila kwa sasa amebadilika sana. Hapa ndio mwanzo, si ndio? Pole sana da Zainab. Najua kwamba una machungu mengi sana moyoni mwako. Wakati mwingine ukweli unauma. Unasemaje? Ndoa yetu sisi ni halali mbele ya Allah. Lakini sikuwa na nia kukukimbia wewe. Kwa hiyo hii ndio suluhu, ndio? Katika Uislamu ndoa si mzigo, bali ni ibada na baraka kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Da Zainab. Free Audio Post Production.